Tutaanza na Mheshimiwa Profesa Sospeter Mwijarubi Muhongo, atafuatiwa Mheshimiwa Ali Hassan Omar King. Ajiandae Mheshimiwa Ahmed Shabibi. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa muda, kwa sababu mengi tuliongea kwenye bajeti za wizara. Sasa ni mapendekezo ya kutafuta fedha za kutekeleza hii miradi. Kwa hiyo Mheshimiwa, ukisikia ninaanza kutoa zile pasenti za GDP michango, ujue nafikia mwisho. Kwa hiyo univumilie kidogo. Waheshimiwa wabunge, hii bajeti hatuna njia, ndio bajeti ya kwanza ya kuelekea 250, lazima tuipitishe. Na mimi kwa niaba ya Msoma vijijini nitaipitisha, kwa sababu Msoma vijijini tuna miradi mikubwa miwili. Barabara kwa sasa kilomita 40 bilioni 100. Ili barabara kukamilika linahitaji zaidi ya bilioni 200. Tuna bonde la umwagiliaji la bilioni 48 limeanza kutekelezwa, lakini kwa kuwa tutajenga pale na viwanda litahitaji zaidi ya bilioni 200. Kwa hiyo hapa swala ni fedha, na nitoe shukurani kwa Mheshimiwa Rais, hiyo miradi yetu miwili ameikubali na inaanza kutekelezwa. Sasa niungane na mwenyekiti wa kamati, ametoa ripoti nzuri. Waheshimiwa wabunge, hii hapa ni ripoti ya African Development Bank. Sasa tusikilize, kwa sababu kuna takwimu. Kama kawaida, msipige makofi, sikilizeni kidogo. Ripoti ya African Development Bank inasema mwaka 2027 uchumi wetu utakuwa kwa 6.1. Inflation itakuwa 3.7%. Mwaka huu ADB inasema ukuaji wetu wa uchumi ni 5.4%, inflation 3.8. Mwaka jana ADB inasema uchumi wetu ulikuwa kwa 6% na inflation ilikuwa 3.3%. Mwaka juzi 2024 growth 5.5%, inflation 3.1%. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, kwa miaka mitano uchumi wetu umekuwa kati ya 5.4 na 6.1, na inflation ni 3.1 mpaka 3.8%. Tunafanya vizuri kulingana na hali ya uchumi duniani, hatujafanya vibaya. Lakini wataalamu wote wa uchumi wanasema ukitaka kupunguza umaskini kwenye nchi yoyote, lazima uchumi ukue kwa zaidi ya 8% na vizuri sana 10%. Sasa yote haya tunayoyafanya ni kuondoa umaskini kwa Watanzania. Na kabla sijatoa mapendekezo ya vyanzo, ndio najenga hoja. Tanzania kwa sasa hivi GDP yetu ni bilioni 94 US dollars. GDP per capita yetu ni $1,362 per person per annum. Kwa hiyo kweli tumeenda kwenye lower middle income category, tumefika huko. Sasa tukiwa kwenye lower middle income, benchmark ya umaskini, yani international poverty line, ni mtu apate $3 kwa siku, yani shilingi 7,500 kwa siku. Tukichukua population yetu sasa hivi tuko watu 72.5 milioni, kwa $3 kwa siku, yani shilingi 7,500 kwa siku, 48% ya Tanzania wanakuwa ni maskini. 48% are in poverty. Inamaanisha watu milioni 34.8 Tanzania ni maskini kwa kiwango hicho.
Tukishuka chini tukaenda kwenye low middle income ambayo ni $2.15 kwa siku, yani shilingi 4,600 kwa siku. Asilimia 45 ya Watanzania ni maskini ambao ni 32.6 million of Tanzanians are in abject poverty. Naanza sasa ushauri. Tutokeje hapo? Tunafuta umaskini. Bajeti zote hizi ni kutoa umaskini. Cha kwanza lazima tuwe na knowledge economy. Uchumi wetu unaoendeshwa kwa kimaarifa, knowledge economy. Na mfano mzuri hapa, Mheshimiwa Rais ametuletea mgeni safi sana wa kutoka Singapore. Singapore GDP per capita yao ni $101,800. $101,800 GDP per capita. Sasa wao elimu, niliwaeleza hapa mkikumbuka, elimu yao kwanza yote iko chini ya Wizara ya Elimu. Sasa Tanzania hapa elimu yetu iko wizara mbili. Ina wizara huku, ina wizara TAMISEMI. Lakini Singapore iko wizara moja. Halafu nguvu zote wameweka kwenye STEM, science, technology, engineering na mathematics. Hakuna mitaala ya sanaa, hawataki kabisa. Na wao wako kwenye 6.634. Sasa angalia uwekezaji wao kwenye shule za msingi mwaka huu, primary education, expenditure per student per annum mwaka huu ni $16,038. Sekondari expenditure per student ni dola zaidi ya 20,000. Kwa hiyo tujifunze Singapore. Kwa upande wa elimu ya chuo kikuu ambapo ni mambo ya utafiti, twende South Africa kwa sababu GDP per capita ya South Africa ni $7,503 per person per annum. Na pale tunaenda tunajifunza, vyuo vikuu vyetu vikajifunze University of Cape Town. Ndio university ambayo ni bora dunia kwa Afrika. Ni ya kwanza Afrika, lakini duniani ni ya 150. Ni ya kwanza Afrika, lakini duniani ni ya 150. Cha muhimu pale ni endowment, zile hela wanazotunza kwa ajili ya utafiti na mambo mengine. Wao wana dola 900 milioni, $901 million US dollars ndio endowment yao, inazidi wizara zetu, na ndio maana wamepata Nobel Prize winners watano. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka muone hili swala la kujitegemea. Tusijisifu sana tukisema tunajitegemea. Huo ni uchumi duni wa kujitegemea. Uwekezaji duniani huko hivi, yani FDI, foreign direct investment, zile fedha zinazotafuta miradi zinakotoka mwaka 2024, hizo fedha zinazotafuta miradi zilikuwa trilioni 1.7 US dollars duniani. Mtoaji mkubwa wa hizo pesa wa kwanza alikuwa Marekani, dola bilioni 266, wa pili alikuwa Japan, dola 204 bilioni, wa tatu China, dola 163 bilioni, India alikuwa wa 20, alitoa bilioni 24. Sasa fedha ambazo zinapokelewa, inflow FDI zinazopokelewa zinatafuta miradi mwaka 2024 zilikuwa trilioni 1.5 US dollars. Mpokeaji mkubwa wa kwanza alikuwa Marekani, dola bilioni 279. Singapore aliyetutembelea alikuwa wa pili duniani, bilioni 143. Hong Kong wa tatu. China alikuwa wa 4, dola bilioni 161. India alikuwa wa 15, dola bilioni 28. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, haiwezekani ufanye miujiza ya uchumi kukua kwa kasi kubwa kwa kutegemea kodi na tozo peke yake. Haijawahi kutokea, haijawahi. Kwa hiyo swala la kujitegemea ni swala tulijadili tukiwa wapole. Lazima tutafute fedha za uwekezaji.
Sasa nakuja kwenye uchuaji, sasa ndio nakuja mapendekezo, mwenyekiti. Tunataka tufike dola trilioni 1 mwaka 2050, GDP per capita dola 7,000. Cha kwanza, kilimo naomba kichangie, mapendekezo yangu, kilimo kichangie 30% ya GDP, tukiweka maanani kilimo na viwanda vyake, sio kilimo tu, kilimo na viwanda vyake. Sasa mahitaji yetu ya mbegu, waheshimiwa wabunge, sasa hivi ni tani 130,000, lakini tuna upungufu wa 50.8. Turekebishe hiyo. Mbolea tunapaswa kutumia kilogramu 50 kwa hekta moja, sisi tuko kwenye kilogramu 20. Na kilimo cha umwagiliaji tuwekeze sana, kama ambavyo serikali naishukuru inaenda kuwekeza kwenye kule Msoma vijijini, Bugwema, hilo bonde kwa bilioni 48. Cha pili, mwenyekiti, gesi yetu ichangie 25% ya GDP, na Shell ndio kampuni kubwa inauza LNG duniani. Shell ina forecast, Shell's forecast, ikifika mwaka 2040 LNG duniani itahitajika tani milioni 710. Shell inatueleza kufika mwaka 2050 LNG duniani itahitajika tani milioni 780. Na mfano mzuri hapo wa uchumi wa gesi ni Qatar. Qatar gesi, unaona mimi nimesema 25%, lakini Qatar yenyewe, Qatar kama nchi, gesi inachangia zaidi ya 60%. Profesa, muda wako umeisha na kuongeza dakika 5. Asante. Nimwambia makofi yanakula muda. Sasa Qatar, mwenyekiti, huo unaweka na za makofi. Qatar 60%. Unajua jamani, hili jambo tulichukua kwa uzito. Sisi tuna gesi nyingi haijachangia, lakini nchi Qatar uchumi wake unategemea gesi. Qatar, sijui Kiswahili wanasemaje? 60% of the GDP. Na GDP per capita ya Qatar ni dola karibu 73,000 US dollars per person per annum. Kwa hiyo 25%. Namba 3 ni madini yetu na viwanda vyake, vichangie 20% ya GDP. Sasa haya madini ni yale tunaita technology minerals. Sitaki kutaja madini moja moja, au critical minerals au rare earth. Dhahabu sawa, sisi tunashughulika tu na dhahabu. Kuna madini yanayotakiwa duniani zaidi ya dhahabu na yana gharama na muhimu. Tunapeleka kwenye kiwanda cha semiconductors. Semiconductor industry, yani chochote ulichonacho kwenye kifaa chako kuna semiconductors hapo. Biashara hiyo duniani mwaka 2030 itafika 1.8 trillion kutoka bilioni 800 US dollars. Halafu tutafute madini yanayohitajika kwenye space technologies, ambayo mwaka 2030 biashara hiyo itakuwa ya dola trilioni 2 ikitokea bilioni 610. Tuchukue madini ambayo yanahitajika kwenye energy transition industry. Hiyo ni mambo ya solar, mambo ya wind. Biashara hiyo sasa hivi duniani ni dola trilioni 2.3, lakini inapaswa kuwa dola trilioni 5.6. Halafu tutafute madini yanayotumika kwenye agriculture, health, transport, construction industries. Kwenye health ni kama ile helium yetu tuliyoipata Lake Rukwa. MRA zote mnakoenda kupimwa zina helium ambayo tuko nayo Lake Rukwa. Sasa fikiria tukiexport hiyo duniani ni fedha nyingi. Halafu tutafute na biashara tu ya chakula duniani sasa hivi ni dola trilioni 1.5. South Africa ni ya 7 duniani na inatengeneza dola bilioni 13.6. Namba 4, mwenyekiti, na karibu namalizia. Namba 4, twende kwenye utalii na viwanda vyake. Sasa utalii, angalia Morocco, wageni nao wapokea, sio wageni watalii wa ndani, wageni wanaotoka kwenye viwanja vya Morocco ni milioni 19.8, milioni 19.8.